katika mipango yetu au strategic plan ambayo tulionayo, tunajitahidi sana kuadapt technology, especially kwa namna ambavyo inaenda, lakini pia tunajitahidi kujifunza kwa wale watu ambao tayari wamesha tutangulia. Neema Gospel Choir tunafanya kazi na partner ambao wanatusaidia distribution, ila siwezi tu kuwatangaza kwa sababu ya kibiashara, lakini kweli tuko na partner company ambao tunafanya nao kazi ya kutusambazia kazi zetu pia. Na inasaidia sana sana sana. Ukisema kwamba saizi udalishe CDF moja uanze kuzisambaza, kuwauzia tu watu 1000 hutaweza. Lakini sasa hivi ukirelease wimbo kupitia YouTube, instantly unapata wimbo. Tumerelease wimbo juzi, saizi kuna watu zaidi ya 700,000 wameshakwisha kuangalia. Hebu imagine utafikiaje tukirelease kupitia digital platform. Leo instantly South Korea wanaopata wimbo wetu wanikuijeshe, na ukiangalia kwa digital platform ni kweli watu kutoka Brazil wameangalia, watu kutoka Cape Verde, watu kutoka nchi mbalimbali hata ambazo usitegemei, kazi imeshafika. Kwa hiyo labda ni washauri waimbaji wengine wa muziki wa injili, sio dhambi kusambaza kazi zako kwa digital, wala kupartner na kusambaza nyimbo zako kupitia agents au distribution company. Sio dhambi. Hiyo ni katika kupush na kufikisha ujumbe wa Mungu mbali zaidi. Wanaweza wakaengage kibiashara, lazima walipe pesa kiukweli, kwa sababu hakuna sisemi kwamba hakuna waamini wanaofanya kazi hiyo. Wapo Wakristo wanaofanya kazi hizo, lakini pia kuna watu wengine ambao hawamjui hata Yesu, lakini wanasaidia kufanya nini? Kusambaza nyimbo za injili. Sasa sisi tunawatumia wao na wanatumika pasipo kujua kwamba wanapeleka injili ya Yesu Kristo kule katika mataifa. Bwana asifiwe. Amen. Nafikiri hiyo nimeelezea vizuri.